Kulikuwa na kijiji kidogo kilichozungukwa na milima mirefu na misitu mizito, kijiji cha Mlanzi. Kijiji hiki kilikuwa maarufu kwa utulivu wake, watu wake waaminifu, na huduma kali ya kiroho inayosimamiwa na mchungaji kijana aliyeitwa Matani. Alikuwa kijana mwenye hekima, mvumilivu, mwenye bidii na roho ya maombi. Alijulikana kwa upole wake na uwezo wa kutuliza mioyo iliyovunjika. Watu walimpenda sana. Lakini moyo wa Matani ulikuwa na ombwe. Alikuwa hajawahi kumpenda mwanamke na hakuwahi kuhisi haja hiyo. Aliamini kuwa wakati wa Mungu ndio bora, hivyo alisubiri. Siku moja jioni, baada ya ibada ya jioni, alipokuwa akipitia msitu mdogo kurudi nyumbani kwake, njia aliyoizoea kwa sala na tafakari, alikutana na mwanamke mzuri ajabu, mwenye mavazi meupe kama theluji na nywele ndefu zilizoteremka hadi kiunoni. Alikuwa ameketi juu ya jiwe, macho yake yakimwangalia Matani kwa tabasamu la kuvutia. Umesahau njia mchungaji? Alimuuliza kwa sauti laini kama upepo wa asubuhi. Matani alisimama, macho yake yakishindwa kuondoka kwenye uso wa huyu mrembo. Hapana, lakini sidhani kama nimewahi kukuona kijijini. Mwanamke huyo alicheka kwa upole. Naitwa Neema, nimehamia kijijini hivi karibuni. Nilikuwa natembea tu, nikapumzika hapa. Kwa siku hiyo, waliongea kwa dakika chache tu, lakini mara ya pili, Matani aliporudi msituni, Neema alikuwepo tena, na tena, na tena. Mazungumzo yao yakawa ya kila siku, na moyo wa mchungaji ukaanza kutikisika. Alijikuta akimtazama Neema kwa jicho la tofauti, na kila siku alipotoka kanisani, hakuwa anakwenda nyumbani moja kwa moja, bali alikwepa njia ya msituni, mahali alikopata amani. Neema hakuwa mwanamke wa kawaida. Alikuwa na uzuri uliopitiliza mipaka ya kibinadamu, na macho yake yalibeba siri kubwa isiyofichika kwa macho ya kiroho. Alikuwa na maneno ya kumfariji Matani kila alipohitaji msaada wa kiroho. Alijua maandiko, alijua historia za Biblia, na hata alielewa mambo ambayo Matani alidhani ni ya pekee kwa wachungaji waliotengwa. Lakini jambo moja Matani hakujua, Neema alikuwa jini wa giza. Si jini wa kawaida, bali mmoja wa wale waliokula viapo vya damu, waliotumwa kuvuruga kazi za nuru, kuvizia viongozi wa kiroho na kuwateka kwa mapenzi bandia. Lakini jambo lililomshangaza hata Neema mwenyewe ni kwamba hakufanya haya kwa maagizo ya mtaa wa giza. Alimpenda Matani kweli, na kila siku alipoongea naye, moyo wake ulikuwa ukivunjika. Hakuwa tayari kumwangamiza, hakuwa tayari kumsaliti. Na kwa mara ya kwanza tangu azaliwe katika milango ya giza, Neema alijua ladha ya mapenzi ya kweli. Miaka 2 ilipita. Matani na Neema walizidi kuwa marafiki wa karibu. Kijiji kilianza kuzungumza kidogo juu ya ukaribu wao, lakini Neema alikuwa na busara ya kutosha kujizuia kuonekana hadharani sana. Hakuna aliyejua alikoishi, na kila alipoulizwa, Matani alisema kwa utulivu, anajihifadhi, ni mtu wa sala na utulivu. Hatimaye, mchungaji alishindwa kuvumilia tena. Akiwa kwenye mti ule ule wa mkuyu, alitoa kisanduku kidogo cha mbao. Neema, alisema kwa sauti ya upole lakini thabiti, najua Mungu hunena kwa sauti ya amani, na moyo wangu kwa miaka 2 umekuwa na amani kila ninapokuwa na wewe. Je, utakuwa mchumba wangu? Neema alimtazama. Kwa sekunde chache, dunia ilisimama. Mapenzi, huzuni na hofu vikamiminika ndani ya moyo wake. Matani alisema kwa sauti ya kutetemeka, sijawahi kupendwa kama hivi. Sijawahi hata kuamini kama ningepata mtu kama wewe. Ndiyo, nitakuwa mchumba wako. Matani alifurahi sana. Alidhani amepata baraka kutoka mbinguni. Hakujua kuwa alimposa giza mwenyewe. Uchumba wa Matani na Neema ulikuwa wa kipekee, wa kuvutia na wenye utulivu wa ajabu. Kijiji cha Mlanzi kilishangilia kwa maneno ya baraka na furaha. Wazee wa kanisa walimpongeza mchungaji wao kwa hatua nzuri. Wanawake wa mtaa walimvulia kofia Neema kwa adabu yake na utulivu wa kike aliyouonyesha. Lakini nyuma ya tabasamu na vitenge vizuri alivyovaa, Neema alikuwa na siri nzito, siri ya giza iliyozidi kuuma ndani yake kila siku. Kwa nje, alionekana kama mke mtarajiwa wa mchungaji anayekubalika. Lakini kila usiku, alipoingia chumbani mwake, alifungua mlango wa pili wa ulimwengu, lango la giza, ambapo alihitajika kuripoti. Alipewa maagizo, akasisitizwa. Matani ni wetu, umekabidhiwa. Tumaini letu liko mikononi mwako. Ukishindwa, utarudi kwa mateso milele. Lakini moyo wa Neema ulipiga kwa jina la Matani, aliyeyushwa na upole wake, sala zake na macho yake ya dhati. Mara nyingi alikataa maagizo ya giza.
Alijitahidi kumkinga Matani, bila yeye kujua kuwa yuko katika jicho la mauti. Kipindi cha uchumba kilikuwa pia na changamoto. Wakati mwingine Matani alihisi hofu isiyoeleweka, ndoto za ajabu usiku, ndoto za moto, giza na minong'ono isiyoeleweka. Alipojaribu kusali, sauti zile zilitoweka kwa muda, lakini hazikukoma kabisa. Siku moja alimwambia Neema, najisikia kama kuna kitu kinanivizia. Ndani yangu najua tunapaswa kuwa pamoja, lakini kuna kivuli kinazunguka. Neema alimshika mkono na kumtazama machoni. Macho yake yalitokwa na machozi ya kweli. Matani, nitakulinda. Sitaki chochote kikudhurue, alisema. Aliamini anasema ukweli, lakini roho yake ilijua ndiyo yeye mwenyewe ni kivuli hicho. Neema alianza kupunguza matembezi kwenye milango ya giza. Aliomba kwa Mungu wa Matani, akilia kwa sauti isiyoeleweka na majini wenzake. Nimempenda, sitaweza kumuumiza. Alijihisi anatengwa. Majini walimtishia. Marafiki wa giza wakaanza kumtoroka, lakini hakujali. Aliweka dhamira moja moyoni, atakufa kwa ajili ya Matani kuliko kumwangamiza kwa mikono yake. Kwa upande wake, Matani alianza kujitoa kwa maombi zaidi. Alihisi kitu, lakini hakukielewa. Mungu alianza kumwonyesha maono ya ajabu. Msichana aliyevaa mavazi meupe akigeuka kuwa kivuli cheusi, halafu akamwangalia kwa huzuni. Alipomweleza Neema, moyo wake ulimuuma, lakini Neema alificha machungu na kusema, huenda ni mashambulizi ya kiroho tu mpenzi, Mungu atatulinda. Uchumba wao ulidumu kwa miaka miwili. Miaka miwili ya mapenzi ya kweli na vita visivyoonekana. Miaka miwili ya majaribu na mapambano ya kiroho ambayo Matani hakuyajua kwa undani. Lakini Neema, licha ya kuwa mjumbe wa giza, aliendelea kupenda kwa kweli. Na kila siku alipoamka, aliamua kulinda mchungaji huyo hata kama itagharimu uhai wake au nafasi yake katika ufalme wa giza. Mwaka wa 3 ulipoingia, Matani alitangaza rasmi tarehe ya ndoa mstari wa mwezi wa 8 tarehe 12. Kijiji kililipuka kwa shangwe. Lakini usiku ule ule, Neema alipelekwa kwa nguvu langoni pa giza. Kwenye kikao cha majini wakuu, walimkazia macho ya hasira. Ukimwoa huyu, hatutaweza tena kumgusa. Anakuwa chini ya agano lake na Mungu. Na wewe, Neema, utapotea. Huyu mtu ni chombo cha nuru. Wewe ni giza. Hamwezi kuoana. Neema alitazama giza hilo, kisha akasema kwa utulivu wa huzuni, basi niwe giza linalomlinda nuru. Sitajiondoa. Nampenda. Ulikuwa mwezi wa 7, wiki 3 kabla ya harusi ya Matani na Neema. Jua lilizama taratibu juu ya kijiji cha Mlanzi na anga lilijaa nyota zilizong'aa kana kwamba zilihudhuria sherehe ya siri. Kijiji kilikuwa na furaha. Watu walizungumza kuhusu vitenge, vyakula na maandalizi. Lakini kwenye ulimwengu wa roho, hali ilikuwa tofauti kabisa. Neema alikuwa katika mapambano ya kipekee usiku na mchana. Kila alipofumba macho, alisikia sauti za majini wakimwambia, bado hujatua kwa ajili ya mchungaji, utatuangusha. Nimekuwa dhaifu kwa mapenzi ya. Lakini Neema hakuyumba. Aliendelea kumpenda Matani kimya kimya, akibeba siri nzito moyoni mwake. Alijua kwamba upendo wake haungekubalika na upande wa giza alikotoka, lakini pia hakuwa tayari kumwambia Matani ukweli huo mchungu. Angewezaje? Upendo wao ulikuwa safi machoni pa watu, lakini kwake kulikuwa na vita vilivyomchana roho kila usiku. Wakati huo huo, Matani alianza kuota ndoto za ajabu. Ndoto za harusi yake ikiharibika, Neema akigeuka kuwa kivuli mbele ya altareni na watu wakipiga kelele za hofu. Alipoamka, alikuwa akitetemeka, akiwa hajui la kufanya. Siku moja, alimwambia Neema, najisikia kama kuna kitu ninapambana nacho rohoni, siwezi kueleza. Ndoto hizi zinaonekana kama tahadhari, lakini moyo wangu bado uko kwako. Neema alimshika mkono na kumtazama kwa macho ya huzuni. Kwa sauti ya upole alisema, Matani, usikubali ndoto zibadilishe moyo wako. Mambo ya rohoni ni magumu kueleweka, lakini moyo wangu ni wa kweli. Maneno yake yalikuwa laini, lakini macho yake yalikuwa na vita. Moyoni alilia kwa Mungu aliyemjua kwa kusikia tu kupitia Matani. Nisaidie, nampenda. Usimwache apotee kwa ajili yangu. Usiku huo alipojifungia chumbani kwake, aliita ulimwengu wa giza kwa mara ya mwisho. Alisimama katikati ya duara la kivuli, majivu ya moto yakiwa bado yanawaka. Sitamdhuru Matani, alisema kwa msisitizo. Msiendelee kunilazimisha. Mpenzi wangu ni mchungaji, lakini siwezi tena kuwa silaha ya giza. Sipendi tena giza. Umeme uligonga sakafu ya duara. Miale ya moto ikapita juu ya uso wake kama onyo.
lakini Neema hakuyumba. Alisimama katikati ya mawingu ya kivuli, lakini moyo wake ulipiga kwa nuru. Siku 2 baadaye, alirudi kwa Matani usiku wa manane. Hakuwa amepotea, lakini alionekana kuchoka sana. Aligonga mlango wa mchungaji akiwa na mavazi meusi, lakini macho yake yakiwa na nuru ambayo Matani hakuwahi kuiona. Walikaa pamoja nje kwenye benchi la mbao, wakitazama nyota kwa kimya. Kisha Matani alisema, kuna kitu ndani yako ambacho sijakielewa bado, lakini sitaki niondoke kabla sijakifahamu. Nataka nikupende kwa kila hali, lakini Neema, unaficha kitu. Neema alitabasamu kwa huzuni, akasema, siku ikifika nitakwambia kila kitu, lakini leo tafadhali nipe tu moyo wako kwa dakika chache bila maswali. Matani alimtazama, akakaa kimya, kisha akasema kwa upole, ukipotea nitakutafuta, ukijificha nitakuona, nisipokuelewa nitakusubiri, kwa sababu ninakupenda Neema. Na kwa mara ya kwanza, Neema alihisi kama mtu, si jini, si kivuli, bali mwanamke wa kawaida aliyepata nafasi ya kupendwa licha ya kuwa na giza moyoni. Harusi ya Matani na Neema ilifanyika katika sherehe ya kifahari. Kijiji kilijaa furaha na watu walikusanyika kutoka sehemu mbalimbali kushuhudia umoja wa mchungaji wao na msichana mrembo aliyekuwa ametokea mbali. Kanisa lilijaa mapambo ya maua meupe na alama ya upendo ilikuwa juu ya kila uso. Matani alifurahi kwa furaha isiyo na kifani. Alijua kuwa alikamilika kwa kumwoa Neema, mwanamke aliyeyakosa yote kwa ajili ya upendo wa kweli. Aliamini kuwa ndoa yao ingeleta amani, upendo na baraka nyingi kwa jamii yao. Neema, kwa upande mwingine, alijua kuwa ndoa hii ingekuwa ni mwanzo wa vita mpya katika maisha yake. Alikuwa amepinga giza kwa kiwango kikubwa, lakini aliendelea kuhisi kivuli cha hatari kilichokuwa kimejificha ndani yake. Mchana wa ndoa, baada ya sherehe ya harusi, Matani aliona furaha kubwa kwa Neema, ambaye alikuwa akionyesha upendo wa kweli. Walilala kwa furaha, lakini asubuhi ya pili, kitu kilienda vibaya. Matani alijikuta akiwa na ndoto mbaya usiku wa kuamkia siku ya pili. Ndoto ya ajabu ambayo aliona wazi. Neema aligeuka kuwa kivuli cheusi mbele yake, akiinua mikono yake kama mchawi. Aliamka ghafla na moyo wake ulijawa na mashaka. Alijua kuwa kuna kitu hakikuwa sawa. Alimuita Neema kwa upole, lakini aliona macho yake yakiwa na huzuni. Alijua kwa sasa kuwa Neema alikuwa na siri kubwa. Alichoshwa na upole wa moyo wake, lakini alijua kuwa ni lazima kumshughulikia kile kilichofichika ndani yake. Neema, nataka kujua ukweli, alisema Matani kwa sauti isiyo ya kawaida. Nashindwa kuelewa. Kuna kivuli ndani yako na kinakuumiza. Unapaswa kusema. Neema alishtuka. Alijua kuwa maisha yake sasa yangeingiliwa na mapambano ya kiroho, lakini alijua pia kuwa hawezi kumficha tena ukweli. Alimshika Matani kwa mikono miwili na kusema kwa upole, Matani, mimi ni zaidi ya unavyofikiria. Mimi ni jini wa giza. Nililetwa kwa ajili ya kumharibu, lakini nimekupenda. Nimejivua giza ili niwe nawe. Hata hivyo, giza linanitafuta na linataka nipotee. Matani alijawa na mshangao na hofu. Alisimama kwa muda akitafakari maneno ya Neema. Hali ya kimya ilitawala kwa muda mrefu. Alijua kuwa Neema alikuwa akijaribu kumwambia ukweli, lakini moyo wake ulikuwa unalilia kuchanganyikiwa. Neema, hivi kweli mimi ni sehemu ya agano lako la giza? Aliuliza Matani kwa sauti ya kutetemeka. Neema alitikisa kichwa kwa majonzi, kisha akaendelea, sijawahi kutaka kukuletea giza. Nilitaka tu kupenda, lakini sasa kila siku napambana na giza linalonivuta nyuma. Matani alichukua Biblia yake na akaanza kusali kwa sauti kubwa, akilia kwa Mungu kwa msaada na uongozi. Alijua kwamba ingawa upendo wa Neema ulikuwa wa kweli, giza lake lilikuwa tishio kwa maisha yake na kwa nyumba yao. Baba, ninakuomba unilinde. Moyo wangu unalilia. Najiunga na wewe kwa nguvu yako, alisema Matani, akinyenyekea mbele ya Neema ambaye alilia kimya kimya. Neema alijua kuwa kwa sasa vita ilikuwa ni kati ya mapenzi yake ya dhati na giza ambalo lilikuwa likimshika. Alikuwa akimwomba Mungu amsaidie kujikomboa kutoka kwa nguvu za giza. Hata hivyo, alijua kuwa nguvu za giza zinapigania dhidi yake. Usiku ulipoingia, mapambano yaliongezeka. Neema alikosa usingizi, macho yake yakitoka machozi. Alijua kuwa harusi yao ilikuwa imepata tishio kubwa zaidi, vita vilikuwa vimeanza. Matani aliona kuwa nguvu ya Neema ilikuwa ikionekana kuwa imara kwa mapenzi yao, lakini alijua kuwa giza bado lipo. Alichukua nafasi ya kuwa kiongozi wa familia yake na akaendelea kusali.
kwa kuwa alijua kuwa nguvu ya Mungu pekee ingeweza kumkomboa Neema. Neema, hata kama giza linakuzunguka, sisi tuko pamoja. Tutapigana mpaka mwisho. Hata kama ulimwengu wote utakufuatilia, mimi nitakuwa na wewe. Hatuwezi kushindwa kwa upendo wa Mungu, alisema Matani kwa sauti yenye nguvu. Vita vya kiroho vilizidi kuwa vikali kwa siku kadhaa. Matani alijua kuwa upendo wake na Neema ungeweza kuwa majaribio makubwa zaidi kuliko alivyofikiria. Aliendelea kumwombea na aliendelea kupigana dhidi ya kivuli cha giza kilichozunguka roho ya Neema. Lakini Neema, akiwa na huzuni kubwa, alijua kuwa ndoto yake ya kuwa na ndoa bora ilikuwa imevunjika. Alijua kuwa mapambano haya yangemaliza yote. Hata hivyo, upendo wa Matani ulimfundisha kwamba ingawa giza ni la kudumu, upendo ni nguvu inayoshinda yote. Je, vita kati ya Matani na Neema vitaishia wapi? Je, ni nguvu ya Mungu pekee itakayowafikisha kwenye ushindi, au upendo wao wa kweli utawakufua kutoka kwa mapigano haya ya giza?